mwaka huu. Usiniulize mchungaji itakuwaje, mimi ninachojua unakwenda kuvunja rekodi. Ulipoenda unachukua mandazi unaenda kuyauza, unauza mawili tu, mengine unarudi unayala mwenyewe. Mwaka huu nauza mpaka watu wanashangaa. Haleluya. Niliwaambia baraka za mwaka huu kwamba ni mwaka unaoishia na namba 6. Nikawaambia namba 6 ni namba ya ushindi katikati ya binadamu, kwa sababu namba 6 ni namba ambayo inaonyesha binadamu aliumbwa katika siku ya ngapi? Ya 6. Na katika ile siku alipoumbwa aliambiwa siku ya 6 Mungu akatamka, nenda ukatawale, ukamiliki, ukatawale samaki wa baharini na ndege na viumbe vyote. Kwa hiyo mwaka huu majini na mizimu vyote vinakuwa chini ya nyayo za miguu yako. Waganga kienyeji wanakuwa chini ya nyayo za miguu yako. Misukuna yote inakuwa chini ya nyayo za miguu yako. Magonjwa ya kansa yanakuwa chini ya nyayo. HIV inakuwa chini ya nyayo za miguu yako katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina iliyoshiba roho. Ndio. Kwa hiyo viumbe vyote pia, ibilisi ni kiumbe, majini ni kiumbe, magonjwa ni kiumbe, utasa ni kiumbe, yote tunaviweka chini ya nyayo zetu. Maana mwaka unaoishia na namba 6 ni mwaka wetu wa kutawala. Lazima tutawale ndani ya mwaka huu. Sasa sema mchungaji, mbona unazungumza mambo ya namba? Ndivyo ulimwengu wa roho unavyotaka. Na ndio maana ukisoma katika Biblia utagundua namba zimetawala. Namba zimetawala. Namba zimetawala. Mungu akaumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4. Haya. Hiyo ni Mungu ni roho. Na yeye ana nafsi ngapi? 3. Yeye ni nani? Baba. Yeye Mwana. Na roho nini? Mungu ni mmoja ila ana nafsi ngapi? Yesu alikufa akafufuka siku ya ngapi? Namba. Lakini pia Mungu ni mmoja ila ana roho 7. Ni Mungu ana roho 7. Lakini pamoja na kwamba Mungu ana roho 7, aliumba mpaka siku ya 7. Kwa nini mwenye roho 7 akaumba mpaka siku ya 7? Yakobo alikuwa na watoto 10 na ngapi? Na Yesu alikuwa na watoto, alikuwa na wanafunzi 10 na ngapi? Malango ya Yerusalemu mpya na nchi mpya ni malango 10 na ngapi? Elia alifunga siku 40. Musa alifunga siku. Yesu alifunga siku. Mvua ya gharika ilinyesha siku. Kwa nini sasa vitu hivi vinakwenda hivyo? Kwa nini si wote 25? Kwa sababu kwenye namba kuna nguvu. Na mimi nakwambia huu mwaka una nguvu yako ya mafanikio katika jina la Yesu. Hata kama una miaka 15 hujawahi beba mimba, ninakuapia katika jina la Yesu, mwaka huu unabeba ujauzito tena wa mapacha. Mapacha kila mahali, mapacha. Haleluya! Basi mchungaji unazungumza, mimi nimeambiwa niongee na mifupa mikavu. Bwana anakwenda kuleta nyama. Bwana anakwenda kuleta misuli. Usiniulize itakuwaje. Wakati mimi naendelea kuzungumza hapa, kuna kishindo kinashuka katika ulimwengu wa roho. Kuna tetemeko linashuka. Halafu kuna vitu vitaanza kutafutana, mfupa kwa mfupa mwenzake, vinaanza kutafutana. Ule mfupa uliopotea wakati unaota meno ukaibiwa baraka zako, zile baraka zitaanza kuletwa. Wakati unaanza kujifunza kutembea, kuna watu waliiba baraka zako. Wakati unazaliwa, kuna watu walificha kitovu kwenye migomba, hivyo vitovu vyote vitaanza kuletwa. Wakati unavunja ungo, kuna watu walikamata wakaiba baraka zako kwa kutumia damu
kiungo vinaanza kukusanywa, vinaletwa kutoka maeneo yote. Ndio maana kuna watu huwa mkilala mnaota mko chini ya maji. Kila mara nyingi ndoto zako ni za kuhangaika chini ya maji. Wengine mnahangaika, unafukuzwa polini na wanyama wakali, unakimbia. Nikitaka kukung'ata hivi kalio unashtuka. Ndogo tu aning'ate. Kumbe ni ndoto, yaani ndoto zako ni za kuhangaika. Ukiona yale majicho na kukimbiza, maana kuna vitu fulani katika ulimwengu wa roho wewe vimekamatwa. Mwaka huu tunawanyang'anya waliokamata kila kitu. Tunakurejeshea vitu vyako na baraka zako kwa jina la Yesu. Nikasema kuna watu wanaota ndoto wako kijijini. Yeye kazi yake ni anaotaka ndoto kwa polini tu. Polini na tena polini sio kwamba anakata miti, amepotea. Anaenda huko anatembea mpaka mwisho. Hakuna akija huko, anatembea mpaka anaita tu. Stefano! Anatembea mpaka mwisho, amepotea polini. Sasa mwaka huu waliopotea mapolini wanaletwa katika jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la nani? Ndio. Huu ni mwaka, sikiliza, kati ya nyakati ambazo unapaswa kushikamana na hii madhabahu, huu ni mwaka ambao unapaswa ushikamana. Sema siondoke hapa. Jamani, haleluya. Siku moja akaambiwa Elisha kwamba bwana wako anatwaliwa, na yeye alikuwa amemwambia kwamba naomba roho iliyo juu yako iwe juu yangu maradufu. Naye akamwambia ukiniona siku ninaondoka utapata. Sasa wakamwambia Elisha akamwambia tulia hapa, kaa hapa, mimi na jambo kusema sikuachi. Yaani kama wewe uishivyo na mimi roho yangu sitakuacha. Kwa hiyo akamng'ang'ania. Anaenda Yordani anaye, anaenda Gilgali anaye, anaenda wapi anaye, anaenda huko anaye. Na wewe vile vile tembea na hii madhabahu kuanzia Januari mpaka Desemba. Kila mahali atakapoenda kuhani wa madhabahu wewe nenda naye. Akienda maombi ya siku 21 nenda naye. Akienda kwenye kongamano la siku 3 nenda naye. Akienda kwenye kongamano la siku 5 nenda naye. Akienda kwenye maombi ya mlimani nenda naye. Amen. Tutaanza kuona watu wanamiliki, watu wanapona, watu wanafunguliwa kabla sijafika katikati ya mwaka. Oh Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna neema ambayo inakwenda kudondoka juu yako ambayo wewe hauna, ila Mungu anakupa kwa nguvu ya madhabahu. Kwa nini Mungu anataka akufufue, akurejeshe baraka zako? Kwa sababu anataka umjue ya kwamba yeye ni nani. Na Mungu anapofika mahali pa kutaka kuonyesha uwezo wake, huwa anajipiga kifua. Anasema, yani nataka sio watu wengine wajue, yani huyu mwenye tatizo ajue ya kwamba mimi ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka aonyeshe utukufu kupitia jina la mwanae. Lakini amesema yuko mtu, huyo binadamu anakwenda kuongea na hiyo mifupa. Na huyo binadamu sasa yuko mbele zako. Sio mwingine, ni huyo anayeongea aliyekamata maiki. Yeye anasema maneno ya ajabu. Yeye anasema maneno ya kushangaza. Usiniulize, wewe usinifuate ofisini kuniuliza, baba mchungaji, ili ufufuo utakuwaje? Wala usiniulize. Lakini cha kufanya wewe zingatia tu kwamba neno la Bwana linatoka madhabahuni, ya kwamba watu wanafufuliwa kutoka kwa wafu. Kila aliyekata tamaa ya maisha, matumaini yanarudi tena. Maana hakuna uchawi utakao kushikilia, hakuna uganga utakao kushikilia, hakuna ilizi itakayo kushikilia. Haleluya! Ndio. Usiniambie mchungaji unazungumza baraka wakati mimi sijasoma. Sikiliza, huyu Mungu haangalii elimu yako. Tena na watafuta wa darasa la pili kama mpo hapo. Wewe likomea la pili, anakutafuta. Anataka akuinue wewe uwe juu, halafu watu waliosoma chuo kuangalie. Halafu waajiri kwenye biashara zako. Halafu walete kwenye
Unasema tuheshimiane malaika. Utabeba mimba kusema mimi sijajua mimba hiyo naibeba. Sasa mimi ni bikira. Hiyo mimba naibebaje? Akaambia sikiliza. Wewe ulishajua wote mimba ukibeba lazima uwe na mume. Mungu ana njia zake za tofauti. Anasema uvuli wake aliye juu utakufunika. Uvuli. Sasa kuna watu wanasemaga mnajua Mungu hana mwana, mke wa Mungu tuonyeshe ni nani. Hiyo akili ya kichanga sana. Akili ya kifaranga. Wenyewe wanajuaga tu kwamba ili Mungu azae lazima awe na mke. Huyo ni Mungu. Yeye anazaa tofauti na wewe unavyozaa kama binadamu. Vipi? Mgomba wenyewe unazaa lakini hauna mke. Ila unazaa. Sembuze Mungu. Unaenda kaangalia migomba, unakuta mgomba una mtoto. Hebu uulize mgomba mke wako ni nani na mume wako ni nani? Kama mgomba unazaa watoto na Mungu je hawezi kuzaa bila mtu? Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa ajabu. Biblia inasema alipoanza kutabiri kukatokea kishindo, na kile kishindo kikatengeneza tetemeko la nchi. Lile tetemeko la nchi likaanza kuitikisa mifupa kutoka maeneo mbalimbali. Inaonekana kuna fisi alibeba mguu kaenda kulia Zangawi. Inawezekana kuna mbwa mwitu alibeba mgongo akaupeleka kuulia kule Zangamorugesha. Sasa hiyo mifupa yote ikaanza kutafutana mfupa kwa mfupa mwenzake, mfupa kwa mfupa mwenzake. Na haukosei, maana watu walikuwa ni wengi waliokuwa wamekufa kwenye ule uwanja. Kwa hiyo kila mfupa ulienda kwenye skeleton yake. Hakuna kusema kwamba kwa sababu hii ni shingo na mimi ni fuko la kichwa niende kwenye hii shingo kwa sababu iko karibu. Utatafuta shingo yako kule iliko popote. Kwa hiyo kilikuwa ni kitendo cha ajabu. Ni mambo ambayo hayafikiriki katika akili za kibinadamu. Lakini itokea kwenye bonde la kukata maneno, kwenye bonde la kurejeshewa uhai. Ilitokea. Sikiliza. Kuna miaka ambayo umekutana na watu, ukatoa sadaka, ukaombewa, ukatabiriwa. Huu ni mwaka wa funga kazi. Yaani huu ni mwaka Bwana mwenyewe yuko kazini. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji anasema mimi hata akili ya kuwaza sasa biashara ilishakufa. Yaani hata ukiniambia mtaji, ukimwiza mtaji ndio nini? Mtaji wenyewe mimi sijui kwa sababu nimeshaanzisha biashara zinakufa. Nishaanzisha biashara zinakufa. Mimi baba mchungaji hata nikitembeza juice hawanunui, wanawanunulia. Huo ni mfupa. Sasa Bwana ametupa huu ujumbe, sio ujumbe wa kawaida. Ni ujumbe wa matokeo. Alipokuwa na tabiri, ikaanza tetemeko. Mifupa ikaanza kusogeleana na mkunga. Kichwa kwa shingo, miguu. Akatengeneza makumbe. Unajua, unaweza ukawa unasema sasa tetemeko linatokea, tusubiri sasa ije zamu ya mishipa kuja juu ya mifupa. Bibi, wakati ile tetemeko linapita, kumbe yaani ni kama amefunika tu maji. Kwa hiyo wala nakukapia, yaani kufunika tu maji na kufungua. Kupiga kope wanasemaje? Kufumba na kufumbua. Yaani ni kama kufumba na kumwanga. Nilikuwa nimefanyaje? Mbona hii mifupa hii mshipa haikuwepo? Imetoka. Na wakati anashangaa ile mishipa tayari nyama. Ni kama mtu hivi mwekundu. Wakati anashangaa mbona huu mwili mwekundu?
ngozi imefunika yote kwa zero na nywele kende kwa nywele. Jamani. Bwana kutendea maajabu, Bwana kutendea. Jamani, haleluya. Jana nikawa nawaambia nasema, yani wewe unapotoka hapa kwenye hii madhabahu, tembea kama mtu ambaye tayari amekwisha kuinuka. Uwe ni mtu ambaye amekwisha kuvuka tayari. Uanze kutembea na utembee katika lile jicho la mafanikio. Wakati unaondoka hapo, usiondoke kama ulivyokuja. Ondoka kama mtu aliyebarikiwa. Ondoka kama mtu ambaye hana uharibifu mwingine ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Acha, kuna nyimbo nyingine upasa hata kuzipiga ukiwa pale ndani mwako. Badilisha nyimbo. Kuna nyimbo mahangaiko na mahangaiko. Futa hizo nyimbo, toa kwenye simu yako, toa hizo. Tafuta nyimbo zingine. Amenitendea, oh amenitendea, wale majirani wataanza kujiuliza, kwa sababu wao ni watu ambao ni wambea. Wataanza kusema katendewa nini jirani? Wakikuuliza waambie nisubirini muone kuna mambo Bwana kafanya. Badilisha nyimbo. Mwingine ukoje? Shukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana zile nyimbo zile za ajabu za huzuni. Futa. Ni kama yule mwanamke na mume wake wanakuwa wanajibizana kwa nyimbo mle ndani, mshashi ndani, maneno tu haya watoshi. Kwa hiyo wanakuwa wanajibizana kwa nyimbo. Mwanaume amemkorofisha mwanamke. Tayari mwanamke anaanza, wote wanasali kanisani. Mwanamke anaanza kuimba wimbo. Yule mwanamke maadamu ameshajua kwamba mume wangu huu wimbo akiusikia tayari atajua tu atakipata. Kwa hiyo kuna watu wanaongeaga na watu kwa nyimbo, anaenda kutafutia kataalamu fulani. Huko anatafutia taalamu. Sasa wewe weka nyimbo ambazo zinakuelezea kwamba Mungu amekubali. Amina. Sasa usisubiri kesho. Sawa? Amina. Umeshazoea kuvaa yale magauni ya pale ya kukubu. Wale hapo ni damu. Buku. Usiende hapo sasa hivi, nenda Makoroboi pale. Angalia ya 30, 40. Hata kama huna fika tu pale, angalia mbele, nataka kujaribu. Unajaribishia kidogo. Vipi? Hii imekaaje? Alafu tunaambia ngoja nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuhakikishia huu ni mwaka wa baraka kwa watu wa kanisa hili. Nasema huu ni mwaka wa baraka za ajabu. Bwana anakwenda kukutoa mambo mengi, anakuketisha pamoja
Angalia hapa. Alafu sasa ni cha kushangaza, sijui kuna watu wanapokaa mahali pamoja, vijana na wanaume hawaaminiani. Maana sasa wanakuwa wanajuana mapungufu yao, wanajua kabisa huyu hapa ana kaptura tatu, ana shati moja. Kijana akienda kumchumbia anasema naona giza. Kumbe hakuna giza lolote. Anajua kwamba pale kwenye chumba chake tunapajua huyu ana kigoda. Mimi siendi ukaa kwenye kigoda. Sasa na mimi nataka nikushauri, kama unatafuta mume wa ndoto zako, ukimkuta na kigoda na amekuchumbia, mfuate huyo huyo wa kigoda. Amina. Ndio. Kuanzia kwenye zero mkiwa wote, ili muwe mahilo mkiwa wote. Halo? Ndio. Lakini ukimkuta kasheheni kila kitu, utakuwa na kusema baba? Hapana. Kitu mmoja wamekuja kikombe tu. Hiyo unajua nilivyotoa. Unajua nilivyotoa. Jamani, yapo hayapo? Yapo. Na mimi niwashauri mabinti, usiangalie fedha za mtu. Amen. Angalia Yesu wa mtu. Amen. Je, huyo anayekwambia I love you, nataka nikuoe wewe, akiwa ana Yesu, mpokee kwa mikono mitano. Amen. Halo. Yes. Usiangalie suti ya leo. Umekutana naye kutoka Nyanchenche, amekuja kapiga suti. Unaangalia jamaa mwenyewe ana suti. Suti unaweza kaiona hii suti, lakini ndani hakuna suti. Amina. Na ukaweza kumwona mtu amevaa kawaida lakini ndani ana suti. Amen. Sasa usiangalie mwili huu. Iangalie sasa, sikilizeni vijana wa kiume. Kusema hivyo sijamaanisha mvae kaptula zile za kwaje. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliwafundisha vijana wangu kuvaa ile kanisa nililokuwa nimefungua la pili, kanisa la pili nilifungua mwaka 80, mwaka 98 pale Nyashana kule Kalebezo. Niliwaambia vijana wangu vaeni vizuri. Niliwakuta ni vijana hawajui kunyosha suruali, hawajui kunyosha mashati. Nikawafundisha kufunga tai. Ile kanisa langu kwa naita ni vijana wanaopiga tai. Vijana wangu kwa wanapiga tai. Safi. Kwa hiyo ukiwa kijana umeokoka, jifunze kuvaa vizuri. Ukiwa dada umeokoka, vaa vizuri, upendeze. Kama kuna mafuta yako ya kupaka mazuri yanayonukia vizuri, paka hayo mafuta. Bwana akikupaka hela, kakutengeneza nywele zako ili zionekane vizuri, zitengeneze. Sisi kwetu sio dhambi kujipamba. Mbona mimi nimepungua? Si niwaambia kile kitabu cha nani? Ezekieli, tulisoma ile Ezekieli. Ezekieli 16. Nikawaambia mwanamke kujipamba ni heshima na utukufu kwake na kwa mume wake. Wewe unakuwa unafanyaje hapa? Nani? Una short? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio. Usiogope kwenda saluni kutengeneza nywele zako, tengeneza. Okay, ya ajabu ilitushangaza sisi wote. Cha kwanza, matiti yake yakaota.
alikuwa ni mwanamke ambaye ni mtu mzima, ila kwa sababu ya maisha magumu matiti alikuwa amelala ndala. Unajua ukiwa hujui utakula nini unafanyaje? Hakuna kitu. Hilo la kwanza. Cha pili kilichoota sema nywele zake. Ndio maana sema mwanamke mwenye nywele nyingi kichwani ni fahari. Mnakuwa mnakata nywele mnafikiri ni heshima. Waacheni mabinti ambao hawajaolewa wakati. Ndio unakata nywele. Hello. Mtu ambaye hajaolewa anaruhusiwa hata kunyoa kabisa upara. Lakini kushaolewa ni marufuku. Kushaolewa ni marufuku. Kunyoa upara, unanyoaje upara? Unamnyoa. Maana nywele sio tu ni nywele. Ni vazi. Ni utukufu. Amen. Hello. Ndio kunyoa nyingi mpaka ukinywa maziwa yana mwingine na baki kwenye ndevu. Hapana, ndio hapana, wewe umeokoka, wewe ni mfano wa Mungu. Ushawahi kumwona Mungu amekunywa maziwa hapo mengine yamebaki hapo? Kwa hiyo nyoa vizuri. Nywele zako zikae sawa sawa. Semeni amina. Semeni amina. Ndio Bwana kubariki. Ukimsoma yule mwanamke pale kwenye Biblia, inaonekana alivalishwa mavazi ya taraza, mavazi ya kitani, akapewa viatu vya ngozi ya pomboo. Yule mwanamke akapakwa mafuta, akavikwa na mapambo pia. Kuna watu kwenye mitandao kwa wanasema kujipamba ni dhambi, mapambo ni dhambi. Mshindo katika jina la Yesu. Toka pepo. Kujipamba ni dhambi, nani alikwambia? Yesu mwenyewe anampamba bibi harusi wake. Na ile Yerusalemu itashuka kutoka mbinguni imepambwa kama bibi harusi aliyokwisha kupambwa kwa mmeo. Manake bibi harusi anapambwa. Acha ushamba wewe. Bibi harusi anapambwa. Sasa unataka siku ninaoa bibi harusi na mimi tumesimama wote tunafanana. Na Yesu na Mungu anasema alivyompamba mke wake, kwanza akampiga vipi? Akamvalisha nini? Mkufu, cheni ya dhahabu. Wewe cheni unasema wewe ni dhambi. Soma Biblia vizuri. Kwa hiyo wewe ni mtakatifu kuliko Mungu. Mungu anapamba mke wake, wewe unajifanya. Hello. Hello. Yote tunajifunza kwa baba. Yale anayomuona mtoto anayomuona baba yake anafanya, naye anafanya hivyo hivyo. Kama baba alimpisha mke wake mavazi ya kitani, mavazi ya taraza, akampiga na viatu vya ngozi ya pomboo, alafu akamtengeneza vizuri, yule mama akampaka mafuta vizuri, akamtengenezea cheni la dhahabu, akamvika hivi. Mimi mwanae afanya. Nijuzi nikawazuia, nikamwambia, "Umepata hela, nenda kaulize pale. Hiyo lotion shilingi ngapi? Acha hayo mafuta ya mamizi." Bwana kubariki upate hela ya kununua lotion inayoeleweka kwa jina la Yesu. Amen. Jamani amina. Amen. Ukitoka kazini, njoo badilisha nguo zako, vaa vizuri, hata kama unafanya zile kazi nzito, ukibadilisha vaa vizuri, puliza, uwe na vile vidude vya puliza vile vidude. Watu wakija pale kwenye chumba chako wanakuta kuna vidude vipo hivyo. Mtu akitaka una asante. Safi. Safi. Na Mungu anakaa mahali panaponukia. Sio pale pananuka vikwapa, pananuka soksi, pananuka nini. Mungu hawezi kukaa, Mungu anapenda kukaa mahali panakuwa na udi. Mahali pamekaa vizuri. Marashi, manukato. Sasa manukato na marashi ni wako majini. Haya ni majini. Wale waliomtembelea Yesu wamezaliwa, walipeleka nini?
Semeni, alipeleka nini? Manukato, uvumba, manemane, udi, mdalasini, dhahabu. Alafu wewe unayemwamini Yesu unasema ni vya mashetani. Kwa hiyo Yesu ni shetani. Alipopewa vile vitu Yesu, walivikataa wakasema hivi ni vya mapepo. Ninyi leo mnaanza kufundisha kwenye mitandao na watu waliokosa mafundisho. Eti wakaweka picha ya mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka. Yule aliyeokoka kavaa vizuri, kapambana na kaweka na vidude vyake, halafu anameng'aa. Yule ambaye amekaa hapo kama katoka shamba kwenye majaruba, huyo ndio anasema hivi, kama umeokoka kweli wewe kama huyu. Yaani tu kama jaruba. Kavaa yebo za rangi hizo. Sikilizeni, hizi ni zama za Yesu Kristo, sio zama za Yohana Mbatizaji. Na alikwambia msikilizeni yeye, yani Yesu. Tumsikilize nini? Kuna pisi tatu. Huku ipo, hapa ipo, huku jingine la kutupia na tu hivi. Ni mavazi ya Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Patia Yesu Kristo makofi. Wakati unapiga makofi, Mungu analeta ufunguo kwenye maisha yako. Nasema ufunguliwe kutoka kwa wangu kwa jina la Yesu. Ukitoka hapa watu wakupigie simu ya hela, simu ya noti, simu ya kukuletea fedha katika jina la Bwana. Alamasheti kamando baile. Jamani, haleluya. Bwana ameniambia nitabiri. Na mimi ninasema hautakuwa ombaomba tena. Utakula hoteli za kifahari, utalala hoteli za kifahari katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akuondoe kwenye hiyo nyumba ya kupanga ambayo haina selfu, akupeleke kwenye nyumba ya selfu container. Akupeleke. Piga kelele, sema amina. Amen. Lakini unafufuka kama Yesu alivyofufuka. Walikukandamiza lakini unatoka kwenye huo mkandamizo katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wako, huu ni mwaka wako, huu ni mwaka wako. Nasema ni mwaka wako, nasema ni mwaka wako. Bwana kuletee baraka katika jina la Yesu. Kamsikia mhubiri mmoja anasema walokole wamejua sana kunena kwa lugha ila hawana hela. Na mimi nataka nikwambie kwamba walokole ambao walikuwa wanajua kunena kwa lugha hawana hela ni wa zamani. Waleo wana hela, uwezi lakini wana hela, wale wana hela. Maana wameshajua kutoa. Wasije walokole wanajenga majengo ya kifahari. Amen. Hapa tunashusha gorofa hapa hatari, huko juu kushangu itakuwa kule juu. Itakuwa kule juu. Halo. Walokole wana hela. Amen. Wakati inaendelea kuzungumza, kuna mishipa inakuja ndani yako ambayo haikuwepo. Amen. Kuna nguvu ya kuvuta fedha ambayo haikuwepo inakuja. Amen. Kuna nguvu ya kibali ambayo haikuwepo inakuja. Amen. Kuna nguvu ya ushindi ambayo haikuwepo inakuja. Amen. Nasema Bwana kuinue katika mwaka huu kiroho na kimwili, uinuke kwa jina la Yesu. Mtu mmoja akaniuliza swali. Katuma message nzuri. Kasema kwa mchungaji, unasema kwenda mbinguni ni rahisi. Fafanua maelezo yako. Na mimi nikasema ndiyo, kwenda mbinguni ni rahisi kuliko kuishi maisha ya mbinguni. Sijui kama mnanielewa hiyo sentence. Yaani kwenda mbinguni ni rahisi sana, ila kuishi maisha ya kwenda mbinguni ni ngumu sana. Na ili uishi maisha ya kwenda mbinguni lazima Mungu awe wazi mbele yako. Kuna watu wamemkataa Yesu sio kwa sababu hawamtaki, lakini kwa sababu ya maisha wanayoishi. Akasema mimi ngoja niende tu kwa yule mganga. Mwingine akasema mimi ngoja tu niende nikatazame huko. Ni kwa nini? Kwa sababu aliokoka halafu akakosa nguvu ya kumtoa kwenye kona fulani. Kuna watu wanakuja kanisani bora tu na mimi nionekane hapo tu, kajikaza. Lakini akitoka hapa
anaenda anapitia kona ya Masai kule, maana amesikia kule kwa Masai kuna shanga ambazo ukiziweka tu hapo tayari mambo yanakaa vizuri. Lakini kwenda mbinguni ni rahisi. Biblia inasema ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, unaenda mbinguni. Simple like that. Ila sasa maisha ya kwenda mbinguni sasa, kwa sababu hapa tunatoka wote, inahitajika bodaboda ya kukimbiza nyumbani. Hapo inahitajika mjuruni. Wakati unakimbia nyumbani, kuna watoto wanakupokea. Mwambia babu, wanaangaliaga mikononi tu hapo. Waikuona mkononi hujaning'iniza chochote, unaona tu anaanza kupita kona wala hawaongei. Sasa mzee vipi? Hivi anaelewa sisi tuko hapa. Nini? Kwa hiyo cha muhimu kwanza Yesu alichodili nao ni kutatua matatizo ya watu. Unajua kuna mtu mmoja alisema, kwa nini unahubiri mafanikio tu? Unahubiri watu kupata pesa, unahubiri watu kupata, wala hauhubiri kuacha dhambi. Sikiliza sasa, mtu alishaokoka ameshaacha dhambi. Kama bado amekuja yaani kama umekuja hapa, halafu bado unafanya dhambi za uzinzi na uasherati, maana yake wewe haujaokoka. Cha msingi unapaswa kuokoka. Halafu kisha kuokoka, tunakusaidia kutua mizigo michache. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanyaje? Mizigo ya kupumzishwa ni pamoja na ile ya uzinzi. Umletee Yesu. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, magonjwa, roho za utasa, roho za umaskini, migogoro ya ndoa. Haya mambo hayahitaji tena kitu cha kawaida, inahitaji nguvu kutoka kwa Mungu ya kukusaidia. Inua mkono wako juu. Simama. Ni maajabu. Alikuwa anakula akapaliwa na kitu. Alipopaliwa kaanza kutapika. Alipopaliwa pumzi na kata. Alipopaliwa hoi bintabani. Mwanangu akanipigia simu. Kaniambia, baba, niko kwa babu lakini mambo hayaendi. Babu, pumzi na kata. Nikamwambia tunao. Sasa mwanangu, nafikiri hata uinjilisti wako kule utakuwa mwepesi. Watakuelewa vizuri pale nyumbani kwamba asi kumbe huko mnakoenda muendelee kwenda, maana kuna neema. Jamani, niambia, amen. Huyo ndiye Mungu tunayemtaka. Amen. Na leo nataka tumuombe Mungu. Kama sitaweza kuyabadilisha maisha yako, sitakuwa na raha mimi kama mchungaji. Amen. Mimi nataka ni download material kutoka kwa Bwana, halafu Mungu anipe na mimi nikupe wewe. Amen. Utembee kifua mbele mtaani. Amen. Biashara yako iende juu siku zote wala isishuke chini. Watu waseme hiyo ni madhabahu ya matajiri. Walienda maskini lakini leo wamebarikiwa. Haleluya. Amen. Nasema, mchungaji, kwa nini unafundisha tu watu kufanikiwa? Unataka niwafundishe nini? Yesu alipowaona watu wamekaa pale wana njaa siku 3, sasa ilibidi awape chakula wale kwanza washibe, hapo ndio waendelee na shughuli. Uliozika maisha yako, ulioficha baraka zako, uliozuia neema yako, mikono yote ya giza ninaivunja leo katika jina la Yesu. Sema achia. Sema achia baraka yako. Sema huu mwaka ni mwaka wangu. Sema huu mwaka
ni mwaka wangu kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Waambie mashetani, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila pepo, kila jini, kila binadamu aliye kinyume na hatima yangu apigwe na Bwana. Sema fire. Ya kwanza hiyo, ya pili, ya tatu, kwa jina la nani? Anza kuomba na uvunje mikono ya giza katika jina la Yesu. Shando kusaka iderate. Shedama katakapa. Ramamamamama. Shedekapa. Yando kusakapa. Ramamamama shakapa. Katika jina la Yesu. Ninakamata kila mikono ya giza. Ninaivunja mikono ya kuzimu. Ninaiharibu mamlaka za giza. Tunaziharibu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mikono ya giza iharibiwe. Ndoto za uganga ziharibiwe. Rimashakapa. Yeye aliyefichwa amefichwa chini ya ukungu, amefichwa kabatini, amefichwa kwenye chupa, amefichwa kwenye miti, walioko mapangoni, walioko chini ya bahari. Tunawaita, ita baraka zako zilizoko mbali, ziite baraka ya ndoa, baraka ya mahusiano, baraka ya fedha,